na tukio ambalo limetokea leo ni la kupanda kwa bei ya mafuta kwenye pampu zile. Kwa Dar es Salaam ziko mpaka 3800 na shilingi chache zile, lakini ukienda mikoani zimepanda zinakwenda kwenye 4000. Sasa mnafahamu kwamba sisi wote ni watumiaji wa huduma za usafiri ardhini, ikiwepo mabasi ya mijini, daladala maarufu, lakini pia mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani. Kwa hiyo kutokana na hali hii, mdhibiti ambaye ni mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini ana jukumu la kutoa mwongozo na kuwataka wasafirishaji wawe tulivu. Sisi tumeliona, tunafahamu vita vinavyoendelea kati ya Marekani pamoja na Iran na Israeli ndio sababu kubwa iliyosababisha bei za mafuta kupaa, na haijawahi kutokea katika historia yetu sisi katika udhibiti wa nauli kupanda bei ya mafuta kwa kiasi hiki kikubwa. Na anayetoa bei hizi za mafuta ni EWURA. Kwa hiyo inakwenda inaathiri utoaji wa huduma za usafiri mijini, mikoani, lakini hata wasafirishaji wa mizigo, magari ya kukodi. Kwa hiyo ili tuweze kuenda pamoja, na kwa sababu kwa namna yote ile nauli zinapopanda anayeumia ni mlaji. LATRA jukumu lake ni kuhakikisha mtoa huduma anaendelea kutoa huduma, inakuwa huduma endelevu, na mtumia huduma anaifikia huduma ile. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, jambo kubwa ni kuhakikisha tunachukua hatua za haraka, ikiwezekana ndani ya kipindi kifupi tuitishe kikao cha wadau ili tuyazungumze haya. Kwa hiyo nimewaiteni kutangazia umma wa Tanzania kwamba LATRA kama mdhibiti wa usafiri ardhini imeona kupanda kwa bei ghafla, japo ilitarajiwa, lakini kiwango kilichopanda ni kikubwa kiasi kwamba kuna watu wameanza kupandisha nauli bila kuzingatia taratibu. Tunafahamu kwamba biashara yote kitu kikibalika ghafla na bei haina maana siku hiyo unaanza kupata hasara. Kwa hiyo kwa maana hii tunaitisha kikao cha wadau kitakachofanyika siku ya tarehe 8. Leo tarehe 1. Ukiongeza 7, siku kama leo ni juma ngapi? Leo ni Jumatano. Kwa hiyo Jumatano ijayo tutakuwa na kikao cha wadau Dar es Salaam. Katika hiki kipindi cha mpito tunawasihi sana msiongeze nauli bila idhini ya mamlaka, na sisi hatutasita kuchukua hatua kali kwa sababu umekwenda kinyume na sheria. Kwa hiyo tunakuombeeni sana wasafirishaji, tukae kama nilivyoeleza hapa mwanzo, hatuna migogoro sisi na wasafirishaji, tunazungumza. Kwa hiyo tukae tuzungumze mezani, tuone namna gani tunavuka katika hali hii, na hatujui mwezi ujao itakuwaje. Kwa hiyo lazima tuwe pamoja, tuwe karibu. Hili ni